Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni. Nimewaalika hapa kwa ajili ya jambo kubwa ambalo tunakwenda kulifanya siku ya tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka huu wa 2026 almaarufu siku ya wapendanao. Nafahamu ya kwamba tayari nimeshapata dibaji ya tukio gani linakwenda kufanyika siku hiyo, na siku hiyo ni siku ya IST Festival ama tamasha la IST. Siku hiyo tunatarajia kufanyika kwa tamasha la IST ambalo litafanyika hapa katika fukwe za Coco almaarufu Coco Beach kuanzia asubuhi mpaka usiku mnene. Watu wote wanaomiliki na kuendesha magari ya IST tutakutana hapa kwa ajili ya kufurahia pamoja kumiliki magari hayo ya aina IST. Mimi baada ya kuona tangazo hili la IST Festival, na mimi nikawiwa kushiriki kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mimi ni mdau mkubwa wa magari hapa nchini Tanzania. Ninashiriki kwenye IST Festival kwa namna mbili. Kwanza ni mmiliki mstaafu wa IST. Nimewahi kumiliki IST katika maisha yangu na ndio gari yangu ya kwanza. Kwa hiyo ninapoona IST Festival nakumbuka mbali kweli kweli, na nikumbusha vitu vingi kweli kweli, na nikumbusha namna ambavyo nilianza kuingia barabarani kwa mara ya kwanza nikiwa na gari yangu IST, namna ambavyo nilimiliki gari yangu ya kwanza, namna ambavyo nilipata, na maisha yote yalivyokuwa kipindi na miliki gari aina ya IST. Hiyo ikanifanya mimi nishiriki kikamilifu kwenye IST Festival, kwa sababu inanikumbusha maisha yangu mimi na IST yangu. Kipindi hicho nilikuwa na IST yangu ya rangi ya blue bahari, ilikuwa namba DNY, ilikuwa nakimbia vibaya mno. Ukienda na 10,000 sheli anakuuliza tuweke yote au tukurudishie change. Hiyo ndio raha ya IST. Kwa hiyo inanikumbusha maisha ya zamani, na ndio maana nikasema nisiliache tamasha hili likapita kavukavu bila na mimi kushiriki kwa namna moja ama nyingine. Lakini ushiriki wangu wa pili kwenye IST Festival ni kutokana na mimi kuwa mdau mkubwa wa magari hapa Tanzania kupitia kampuni yangu ya kuagiza magari iitwayo Automedali Tanzania Limited almaarufu Medali Motors. Sisi ni waagizaji wa magari kutoka sehemu mbalimbali, na kwa mantiki hiyo basi tunawiwa kushiriki kwenye IST kwa sababu IST ni sehemu ya magari. Na kwenye ushiriki wetu sisi Automedali tutakuwa na zawadi mbalimbali ambazo tutazitoa kuelekea kwenye tamasha hilo, na kiufupi ni kwamba tunaingia kuwa sehemu ya wadhamini wa IST Festival. Lakini kuelekea katika IST Festival, Medali Motors tumekuja na ofa kabambe kwa mtu yoyote ambaye ataagiza gari aina ya IST kuanzia hii leo mpaka mwishoni mwa mwezi wa pili, tutamwagizia gari hilo bure, kwa maana ya kwamba ile fedha ambayo utatakiwa kulipa Japan ndiyo hiyo ambayo sisi tutakutoza, na fedha ambayo utapaswa kulipa ya ushuru ndiyo hiyo ambayo sisi tutakutoza, bila kuongeza hata shilingi 100 kwenye gharama zako za kuagiza IST. Kwa hiyo kwa ujumla, kama IST itakuwa inauzwa milioni 13 hadi kufika hapa, sisi hatuongezi hata senti moja kwa mtu ambaye ataagiza IST na Automedali kwenye kipindi hiki, yaani kuanzia hii leo mpaka tarehe 14 siku ya IST Festival na kwenda mpaka mwisho wa mwezi wa pili. Ni ofa ya bure kabisa ambayo tunaitoa sisi kwenye harakati za kuunga mkono IST Festival. Narudia na kusisitiza tena, tutaiagiza gari hiyo bure, na kama mtu huyo yuko mkoani, gari hiyo tutamwagizia bure. Naposema kuagiza bure, sio kuinunua bure. Yaani gari ina bei yake, inauzwa Japani kwa mfano, tunainunua sisi ile gari,
lakini kuna office charges na vitu vingine kama hivi ambavyo vinapelekea gari kuuzwa kwa bei fulani. Sasa sisi tunatoa gharama zote, tunaiagiza hiyo gari kwa bei iliyopo Japani pale pale Tokyo. Kwa kama pale Japan gari inauzwa shilingi milioni 5 na hadi kufika Bongo plus ushuru inakuwa ni milioni 10, basi wewe utalipia milioni 10 hiyo hiyo kutoka Automedali Tanzania Limited. Na kama upo mkoani, tutakuagizia hiyo gari na tutakusafirishia kwa gharama zetu sisi hadi mkoa uliopo. Hiyo ni ofa yetu ambayo sisi Automedali tumeitoa kwenye kuunga mkono IST Festival. Na ieleweke wazi, sio magari yote, ni IST tu. IST new model na IST old model tunaziagiza bure kwenye kipindi hiki. Lakini tutakuwa na challenge mbalimbali kuelekea kwenye IST Festival, ambayo tutakuwa tukiuliza maswali mepesi tu na malaini, na washindi 10 watakaoshinda, watakaojibu vizuri maswali marahisi tu. Kwa mfano, naweza ningakuuliza IST ina cc ngapi? Ukanambia tu 1290, unapata zawadi ambayo tutakwenda kuwapa siku yenyewe ya IST Festival. Tutakwenda kutoa mafuta full tank kwa washindi 10 ambao watajibu maswali yetu ipasavyo yanayohusiana na gari aina ya IST. Na maswali hayo yatakuwa yakiulizwa kwenye ukurasa rasmi wa IST Festival 2026 Instagram, hiyo kwa ushirikiano na peji ya Medali Motors ya Instagram. Tutakuwa tukiweka maswali pale, mtu anajibu. Mshindi atakayejibu atatutajia gari yake, namba yake ya simu, na tutamuelekeza mahala aende akaweke full tank, ili siku ya tarehe 14 aje na gari yake ikiwa iko full tank. Tayari tumeshaingia ubia na kampuni ya mafuta ya kuuza mafuta kwa maana petrol station iitwayo BUTL, na tayari wameshakubali kuwawekea mafuta wamiliki 10 wa IST. Kwa hiyo kuanzia kesho, Mungu akipenda, tutaanza kuweka hayo maswali na watu watajibu, tutawekea full tank kuhakikisha kwamba anakuja siku hiyo, anakuja kuvimba na IST yake hapa katika fukwe za Coco Beach. Lakini niwakumbushe tu wadau wote ambao wanahitaji kushiriki kwenye tamasha hili, hakuna masharti wala hakuna viingilio. Yoyote ambaye anamiliki gari ya IST, iwe new model, iwe old model, iwe imechoka, iwe ni kingwasu, wewe njoo nayo, unakidhi vigezo vya kushiriki kwenye IST Festival. Yaani wala usikae kinyonge, sasa mimi IST yangu hii nishapiga puti nyingi, sasa itakuwaje na yaani wewe njoo na IST yako na uvimbe nayo, wala usikae kinyonge, kwa sababu IST ni moja kati ya magari ya maana kweli kweli. Lakini siku yenyewe ya tamasha, ofisi ya Medali Motors itahamia hapa katika fukwe za Coco kwa ajili ya kuzungumza na watu wote ambao wanahitaji huduma za magari, kutoa elimu kuhusiana na kuagiza magari na kutoa elimu kuhusiana na namna ya kutunza na kumiliki gari yako. Hizo ndizo huduma ambazo sisi Automedali tutazifanya ndani ya kipindi hiki cha IST Festival. Lakini niwakumbushe tu, siku yenyewe ya IST Festival hapa katika fukwe za Coco kutakuwa na shughuli mbalimbali ambazo zitafanyika hapa. Lakini moja wapo kutakuwa na mechi ya mpira wa miguu baina ya wamiliki wa IST old model pamoja na IST new model. Itakuwa ni mechi ya wanaume pamoja na wanawake. Lakini vile vile kutakuwa kuna mechi ya volleyball baina ya wamiliki wa IST old model pamoja na IST new model. Hapa katika fukwe za Coco, burudani hiyo itakuwa inapatikana bure kabisa. Lakini vile vile tutakuwa na nyama choma, na nyama choma hii itakuwa ni bure.
yoyote ambaye atafika hapa, aidha awe anamiliki IST au amekuja tu kuburudika kuangalia IST zikivimba, atapata nyama choma bure kabisa. Kila mtu atakula, atafurahi. Cha msingi wewe andaa njaa yako, njoo utafune nyama hapa bure kabisa. Lakini siku hiyo kutakuwa kuna burudani nyingi kweli kweli. Kutakuwa kuna mziki kwa maana wasanii, tutakuwa na wasanii wa mnanda. Najua sisi watu wa IST tunapendaga burudani za namna hiyo. Tutakuwa na IST tutakuwa na wasanii wa singeli kwa ajili ya kuruka singeli hapa pamoja na taarabu. Kimsingi ni kwamba tutaenjoy siku nzima ya tarehe 14. Lakini kutakuwa kuna zawadi nyingine nyingi ambazo zitatolewa siku hiyo ya tukio hapa, na zitaendelea kutolewa kuanzia hivi sasa mpaka tunafika siku ya tukio lenyewe. Ombi langu, hii ni sehemu ya burudani ambayo imeandaliwa. Lengo lake ni kuwapa burudani wa Tanzania. Lengo lake ni kuwapa raha, na lengo lake ni kuwafanya wamiliki wa IST wasikae kinyonge. Unajua sisi watu wa IST ukipishana barabarani na mtu anakuambia unajua ile lakini tunataka kuipa hii gari heshima na hadhi yake, na wenyewe waweze kuvimba na kutamba barabarani. Habari zenu mabibi na mabwana, ndugu zangu wana habari. Kama ambavyo mnafahamu, mimi ni shabiki mkubwa sana wa magari, ni shabiki pia wa michezo ya magari. Mimi ni shabiki wa kitu chochote kinachoitwa gari. Hata tofali ukiliweka matairi ukaliita gari, mimi ni shabiki wake. Na ukitaka kujua starehe ya IST, nafikiri zungumza na mtu yoyote ambaye ana ndoto ya kununua gari. Kama unataka kujua starehe na raha inayopatikana kwenye gari aina ya IST. Mimi ndoto yangu ilikuwa IST, bahati nzuri nilianzia kwingine, lakini hivi tunavyozungumza nayo IST ambayo inafanya biashara ya usafirishaji. Kwa hiyo najua starehe yake. Kwa hiyo wale ambao wanalalamika kwamba linakula mafuta, waambie wapunguze milio, alafu waangalie raha wanazopata watu wa IST. Binafsi na furahi kuwa sehemu ya project hii ya IST Festival ambayo inatarajia kufanyika tarehe 14 Februari 2026. Hii ni siku ambayo duniani wenyewe huko wanasema ni siku ya wapendanao. Kwa hiyo wakati wao wanapendana na wahalifu wenzao kwenye mahusiano yao, sisi tunakuja kupendana na magari yetu na vitu ambavyo tunavipenda. Kwa hiyo tutakutana hapa kwenye uwanja huu wa Coco Beach, eneo ambalo limetengwa rasmi kwa ajili ya michezo hiyo. Wadhamini wengine pia hamjapotea bado, nafasi zipo, mnaendelea kualikwa mje kwa ajili ya kuongeza nguvu ili kuona tamasha likiwa linafana zaidi. Starehe ambayo nategemea kuiona mimi binafsi, kwa sababu kuna mpira, tutakuwa na bolu, hasa upande wa kina mama nitakuwa referee. Siku hizi unajua sichezi mpira, nimeacha kucheza. Yaani ukiniona nagusagusa ni uongo na kweli. Una gari sawa, umeelewa? Sijui kwa namna ambavyo vitu vinaenda, nataka kuwa referee wa mojawapo ya mechi upande wa kina mama ili niimarishe ulinzi pia. Lakini kikubwa ni kwamba kuna events nyingi ambazo zitafanyika. Tutapiga nyama choma hapa, tutakuja kuangalia michezo ya magari ambayo itafanyika. Kuna gari aina ya IST ambazo ukiziona utabisha, na thamani yake inazidi IST ambayo inazungumzwa. Umenielewa? Kwa namna ambavyo watu wamezitengeneza kuonyesha kwamba wana mahaba kiasi gani na magari yao, tutakuja kuziona hapa. Lakini kubwa zaidi ambalo watu wengi hawalijui, mikutano kama hii ya magari, mikutano mbalimbali ambayo tunakutana nayo, especially ambao tunaozungumza, una watu wengi sana ambao watakuja. Haujui kwenye hicho kikao, kwenye hayo makutano utakutana na nani, kwa minajili gani, ili iweje. Kuna mazungumzo ya kibiashara yanaweza kufanyika, zinatengenezwa connections mpya. Kuna hawa ambao wameambiwa na Auto Medali kwamba ukiagiza IST unaagiziwa hiyo gari bure. Nasisitiza kwa sababu mimi mwenyewe nishai kuagiza magari, najua. Lipa CIF ndo gharama ya gari kutoka nje. Lipa kodi ya hapa. Hizo gharama zingine ndogo ndogo acheni wadhamini ambao wamefanyaje? Wameingia. Kwa hiyo kushiriki kwenye event kama hii kuna faida nyingi kwa mtu ambaye ana ndoto ya kumiliki gari. Kuna faida nyingi kwa mfanyabiashara wa biashara za usafirishaji ambao tumeona gari hizi kitumika sana.
anaweza kuwa anazitumia na akazipata, lakini kama haitoshi, kuna connections nyingi ambazo tutakuja kukutana nazo hapa kwenye kuadhimisha siku hii kubwa ya IST Festival. Kwa hiyo mwambie rafiki kwamba tutakutana hapa. Mzalendo, baba, una gari? Baba, hapo ni nataka. Ngoja kwanza, una gari? Nayo. Tena sio gari, na IST ya maajabu. Sisi ngapi hiyo kwako? 1200 lakini ni ya milioni 50. Niona kuna mtu alinunua gari milioni 55 akalalamika. Sasa njoo ujionee gari IST ya shilingi milioni 50. Niliwaambia watu wanazitune gari, wanazicustom. Mind you, hiyo sio bei halisi ya IST IST ni cheap, affordable, lakini kama haitoshi, wale wenzangu na mimi kwenye masuala ya uchumi, kwa sababu wengi ni uchumi wa kati, ni gari ambayo haina milio hata kidogo. Achana na wale ambao wanalalamika na mishindo ya mafuta. Kwa hiyo machache nawakaribisha sana sana sana, tuunge nguvu. Umeumia? Hayo ni machache. Yao. Hayo ni machache. Ni machache kaka. Bana, umesema IST yako inafanya nini sasa hizi? Biashara ya usafirishaji. Umenikumbusha. Ndio. Wakati namiliki IST yangu ile, ulishawekwa dereva usafirishaji. Nilikuwa nafanya afisa usafirishaji. Nilikuwa inaitwaje kipindi kile? Taxify. Nilikuwa nafanya Taxify mwanangu. Na ulikuwa unajilamba. Ulikuwa unapiga sana. Nilikuwa yani kabla sijaingia kazini. Unajua pale ofisi yetu ya zamani unaingia kazini mchana. Unatangaza mshike unaingia usiku. Unaingia kuanzia saa 8 saa 9. Na boss alisema kama una kazi usije kupiga umbea. Kwa mimi nikiamka asubuhi napiga kwanza Taxify yangu. Napiga afu mchana ndo naingia kazini. Nikaja nikaacha. Kwa siku moja nilipakiza bonge la demu. Nikamtoa Kinondoni, nikampeleka kuna hoteli moja Posta pale. Nikasema sifanye ujinga wa kupelekea watu mali zao. Nikaacha hiyo biashara hapo. Ukawa Posta boy. Mtu wa delivery. Nikaacha kaka. Mkeo wangu usimzingatie, nataka kutugombanisha. Tutaongea pembeni. Mkeo yupi? Tutaongea pembeni. Okay sawa. Anataka kutugombanisha tu. Posta boy. Ulikuwa unasafiri unapeleka mali. Niliacha. Na siku moja nikapakiza watu fulani hivi, ndio watu wa Kigogo pale nikawapeleka Sea Breeze kule. Wakishua wakawa na hadithi na mambo ya kitajiri. Kizungu kingi. Wakanitia hasira. Ujanywa Bluefen. Wakanitia hasira. Sisi tumesoma sio na Yazidi Yazidi tunamjua bosi wako. Niko na kazi. Zaidi. Zaidi. Unawajua? Bosi wangu yule. Safi. Mkurugenzi. Hivyo umenikumbusha. Mimi bado nafanya hiyo sometime. Sasa nilimbeba juzi kati nilimbeba huyo mwanamke. Yeye alikuwa kwenye gari yangu, wamekosana na mtu wake. Sasa akawa hataki kumpokea, nao yule ametoka mkoani, kwa hiyo hapa ana mwenyeji. Na ilikuwa ni usiku wa saa 7. Twende mwisho wa story. Fanya story iwe fupi. Nilishindwa kumsaidia. Alikuwa hana sehemu ya kwenda kwa sababu wanaume sisi tumeumbwa roho ya utu. Ukaona sasa hivi ana wiki ya 3 iko kwangu. Natafuta ndugu zake wanipigie. Na huo ndio mwisho. Ndugu zake wanipigie tuweza kumsaidia. Binadamu ni huo. Ukimiliki IST, safari zako za mjini ni rahisi. Ukiamua kufanya biashara vya usafirishaji, maisha yako ni mepesi. Lakini kama haitoshi, unaweza kukaa na watoto wa watu nyumbani mpaka wiki 3. Bwana, ile sheli ya TOT pale. Ukienda na 10,000 na IST anakuuliza tuweke yote. Au anakuuliza unaenda mkoani? Unaambia weka nusu. Anaweka 5,000 yako inabaki. Kwa hiyo ulikuwa unakuja ofisini tayari una kibunda. Ulivyoacha hujateseka? Hapana. Niko sawa nikaacha. Ila nimekula maisha mno na IST. Ndio maana hii gari mimi naithamini pakubwa mno. Mabwana mtakao hudhuria IST Festival. Tumepata wazo hapa. Hebu share na sisi story ambayo umewahi kukutana nayo ukiwa na IST, kama mmiliki au ukiwa umepakia au ukiwa kama mtu ambaye anafanya issue hizo za usafirishaji, alafu tupate kujua ni kitu gani. Tutagi sisi IST Festival pale Instagram, weka hashtag, iwe ni mimi, iwe ni Ahmed, iwe ni Ali Kamwe, Ali Shaaban. Bahati mbaya leo amepata udhuru, lakini na mzalendo hapa. Hebu tushare hizo story. Inawezekana kuna story ambayo inasisimua zaidi, alafu tukajimwaga na wadhamini wetu tuangalie tunakusaidieje. Maana inawezekana yalikukuta mazuri tukakupongeza, yakakukuta mazito pia tukakupa pole. Asanteni sana. Baada ya kusema hayo, niwakaribishe moja wa wadhamini ambao wamechagiza kwa kiasi kikubwa ufanyikaji wa jambo hili na wenyewe vile
wataeleza ni kwa namna gani watu wote ambao watashiriki kwenye IST Festival watakwenda kunufaika. Bwana, karibu bosi wangu kutoka CRDB, uje tuambie siku hiyo watu wote ambao watahudhuria hapa watakwenda kunufaika namna gani? Karibu. Naitwa Joshua Mwakalobo, ni meneja mafunzo na usimamizi kutoka CRDB Bank Foundation. Jambo hili ambalo limeandaliwa na serikali, sisi kama taasisi ya kifedha tumelichukulia kwa ukubwa mno. Ukubwa huu ambao tunataka kuhakikisha kwamba vijana hawa ambao wameona jambo hili kifanyika kwa ukubwa wake litaleta tija katika nchi yetu. Sisi kama taasisi ya kifedha ambayo imelenga kabisa kuhakikisha kwamba ina support initiatives au shughuli mbalimbali za kiserikali, sisi tumeona tuwe mlango au tuwe watu wa kwanza kabisa kwenye kushiriki jambo hili. Ushiriki wetu upo sambamba na maono ya taasisi yetu ya CRDB Bank Foundation ambayo inalenga hasa katika kuwajengea vijana uwezo. Uwezo huu ambao unajengwa ni upande wa haya nitakakwenda kuyataja. Moja ni elimu ya fedha, lakini mbili tunahakikisha tunatoa elimu ya ujasiriamali kwa vijana na wanawake. Tatu, pia tunahakikisha tunatoa usimamizi wa biashara changa, za kati na za kuendelea. Na hasa pia kuna wengine ambao hawajaingia kwenye huduma za kibenki moja kwa moja, tunahakikisha kwamba wanakwenda kuingia kwenye huduma za kibenki, tukihakikisha baada ya mafunzo hayo ya elimu ya fedha mtu ajifunze taratibu nzuri na namna gani ya kwenda kuwekeza fedha. Amezungumza hapa Ahmed Ali mwanzoni kuhusiana na IST. IST kununua ni zaidi labda ya milioni 3, ni zaidi labda ya milioni 5. Tukizungumzia katika elimu ya fedha kwa kidogo tu nikizungumzia, tunazungumza namna gani salama ya kutengeneza thamani ya pesa. Tunaamini katika milioni 3 kuna shilingi 10,000 pale zimechanganywa, au kuna shilingi 10,000 zimekusanywa kidogo kidogo na hadi kufikia milioni 3. Sasa elimu hiyo ya fedha inalenga katika kuhakikisha kwamba mbali na kwamba inamnufaisha mjasiriamali mmoja mmoja katika kutunza fedha zake, lakini pia inasaidia kuchagiza ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Lakini mwisho kabisa tunahakikisha vijana wajasiriamali wanakwenda kupata mitaji. Mitaji hii ambayo tumeilenga kwa vijana hawa, tumeilenga kwa kiwango kikubwa hasa na bila kujali dhamana nyingine msingi za uwezo kuweza kuwezeshwa kupata mikopo. Tumekuwa tukiona taasisi nyingi za kifedha zikitoa mikopo kwa kutumia dhamana. Sasa leo hii au siku hiyo ya tarehe 14, basi watakao kuja kushiriki watakwenda kukutana na fursa kama hizi. Lakini pia sisi tutoe rai kwa wale ambao watapenda kushiriki katika jambo hilo katika IST Festival tarehe 14 Februari. Jambo linaloandaliwa na serikali ni fursa nzuri kwa watu kuweza kushiriki, kwa sababu unaposhiriki wewe kama Mtanzania ni sehemu mojawapo ya kusikiliza kile kinachokwenda kujiri siku hiyo. Amezungumza pia Ahmed Ali kwamba mambo yatakuwepo ni mengi, si ndio? Kutakuwepo na michezo, kutakuwepo na nini, ambayo yote tunazungumzia vijana. Tukizungumzia vijana ni sehemu na mustakabali mkubwa sana wa maendeleo ya nchi yetu. Ni watu wanaochagiza katika maendeleo yetu ya nchi yetu pia. Lakini sisi kama taasisi tunahakikisha hatutawaacha. Amezungumza kuhusiana na washindi ambao watatokea kuwepo siku hiyo, watahakikisha wanapewa mkono wa shukrani kwanza katika ushiriki, lakini sio hivyo tu, tunataka wawe sehemu ya ambasada wetu. Tuna program au tuna flagship ambayo inaitwa Imbeju moja kwa moja, ambayo inalenga katika kutoa mitaji wezeshi kwa vijana na wanawake, ambao nimezungumza hapo awali kwamba yamelenga katika maeneo makubwa matatu. Moja ni kujengea uwezo, ambapo ndani yao tunatoa elimu ya fedha na elimu ya ujasiriamali, lakini mbili ni kutoa mentorship kwa wajasiriamali, tunawakutanisha na wataalamu ambao wamebobea katika masuala mbalimbali. Lakini mwisho tumezungumzia kuhusiana na utoaji wa mitaji wezeshi kwa wajasiriamali bila kujali vigezo msingi vya uwezeshwaji wa kupewa mitaji. Nimezungumza kwa ufupi kwamba tukiwa tunatoa mikopo tumekuwa tukiangalia uwe na dhamana, uwe na nini, lakini siku hiyo itakuwa ni fursa ya kutoa maelezo ya kina kwamba si lazima tuwe na dhamana. Kwa kuanza unaweza ukaanza na biashara ndogo ndogo na baadaye ukaenda zaidi huko unakokwenda. Na jingine labda nichomekee tu hapa, pia sisi tutaanza pia na sisi tutakuwa tuna jambo letu tarehe 12 mwezi Februari 2026 ambalo litafanyika Dodoma. Kuna program na kuna semina maalum ambao tunaita kwa jina inaitwa Go Green. Tutakwenda kutoa mafunzo pale kwa wajasiriamali vijana. Tunaomba pia ushiriki wawepo. Baada ya hapo tutakwenda kushiriki katika zoezi letu au katika jambo letu kubwa la IST Festival 2026. Kwa hivyo mimi naomba nitoe rai yangu kwamba tuko tayari kusapoti shughuli hizi ambazo zimeandaliwa na serikali, lakini pia kushika mkono kijana mmoja mmoja, tukiwa tuna lengo la kutaka kila mmoja aweze kuendelea kwa kupata au kwa kuwa karibu na huduma za kibenki moja kwa moja.